Sio
Kwa sababu tunakuamini na tunajua jinsi ambavyo unafanya kazi. Hakuna yeyote ambaye analinganishwa na wewe. Na tunakushukuru kwa sababu uaminifu wako kwetu umeonekana sana. Na mara zote tunakiri kwa vinywa vyetu kwamba wewe ni Mungu na hakuna kulinganishwa na wewe. Tazama siku ya leo nimepata kibali machoni pako. Bwana Yesu, namwalika Roho Mtakatifu atusaidie, atufundishe tuweze kuelewa kwa undani kile ambacho umekusudia kutupatia siku ya leo. Na hakika nina imani kubwa moyoni mwangu kwamba kile ambacho umekusudia tukipate siku ya leo tutakipata, na kitaacha alama kwenye maisha yetu, na kitakutufungua kutoka kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Na hata wale ambao Mungu anafuatilia kwa njia ya mitandao na njia zingine zozote, Bwana Yesu, na wenyewe kawaguse na kuwafanya kuelewa kile ambacho Bwana Yesu umekusudia kilete badiliko kwenye maisha yao. Na mimi najisogeza mbele zako nikiamini utanitumia sawa sana mapenzi yako, na kila ambaye atasikia ujumbe huu atabarikiwa, na hakika hatabaki kama alivyo, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatufundisha tupate faida, na leo tutapata faida kwa sababu unaenda kutufundisha. Katika jina la Yesu tunakushukuru. Amen. Haleluya. Sasa unaweza kuketi ukachukua diary yako au daftari lako ukaanza kuandika. Wow. Tutaanza kidogo kidogo na tutakuwa tunasogea kulingana na vile ambavyo Mungu anatupa neema ya kusogea. Kama unaandika unaweza kuandika kichwa cha somo kisemacho kumuelewa Mungu kama mwalimu. Kumuelewa Mungu kama mwalimu. Understanding God as a teacher. Kumuelewa Mungu kama mwalimu. Kumuelewa Mungu kama mwalimu. Kumuelewa Mungu kama mwalimu. Kumuelewa Mungu kama mwalimu ni rahisi. Nadhani inaeleweka tu kirahisi namna hiyo kwamba kumuelewa Mungu kama mwalimu. Sasa nataka tuende kwa undani sana. Kila mmoja aone nafasi ya Mungu kwenye maisha yake yeye mwenyewe. Kama ambavyo Jumapili iliyopita tulijifunza kwamba unaweza ukawa na mipango mingi moyoni mwako, lakini kama hailandani na ile mipango ya Mungu kwenye maisha yako, hauwezi kufanikiwa. Tukasema kwamba unaweza kuwa umefanya biashara mbalimbali, unapanga kufanya biashara mbalimbali, na kila biashara unajaribu inafeli. Unajiuliza, mbona mwenzangu yeye anafanya anafanikiwa? Kwa nini mimi biashara zangu zinafeli? Mbona nikipanga mipango yangu inashindikana? Mimi nimeokoka. Nilikupa majibu machache
Jumapili iliyopita. Lakini leo nitakuongezea tena kitu kidogo kwenye hilo eneo ili akili yako ipanuke zaidi. Ukimwona mwenzako wa dunia nyingine anafanikiwa, akili yako isitekwe na yeye, bali akili yako itekwe na mafunuo ambayo haya nakupatia siku ya leo. Amen. Amen. Jambo la kwanza kabisa uelewe kwamba tukiwa hapa duniani, yeyote ambaye anampokea Kristo na kumfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapata uraia mwingine ambao sio wa hapa duniani. Amen. Amen. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye yuko hapa duniani akishampokea Bwana Yesu akamfanya kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, jambo la kwanza ambalo Mungu analifanya, anampa uraia wa mbinguni. Amen. Kwa hiyo yeye hawi tena mtu kama hawa wengine hapa duniani. Yeye anaongezewa kitu kingine ambacho anakuwa ni raia wa mbinguni. Sasa unaweza ukawa raia wa mbinguni ukiwa wapi? Duniani. Kama ambavyo naweza nikawa raia wa Kenya lakini naishi Tanzania. Kwa hiyo ukishaokoka unapata uraia wa mbinguni. Sasa tayari mfumo wako wa maisha unatofautiana na mfumo wa mtu wa hapa duniani. Jinsi ambavyo unaoperate mambo yako sio sawa na mtu ambaye hapa duniani anaoperate. Mnaweza mkao mfanya biashara moja sawa, lakini mfumo wa kufanya biashara kwake yeye hautakiwi kufanana na mfumo wa biashara wako wewe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni raia wa hapa duniani, wewe uliokoka ni raia wapi? Wa mbinguni, anaishi wapi? Duniani. Amen. Sio kama umeelewa vizuri hapo. Kwamba unaweza ukawa raia wa mbinguni ukiwa unaishi wapi? Duniani. Sasa mkiwa mnafanya mambo ni lazima uelewe kwamba anavyofanya mwenzako sio sawa na wewe. Yeye ni raia wa hapa duniani. Hajachukua tiketi bado ya kuwa raia wa mbinguni. Hajawahi kujikatia tiketi ya kuwa raia wa mbinguni. Kwa hiyo ni raia wa hapa duniani. Lakini wewe ni raia wa mbinguni unaishi duniani. Sasa kuna kitu ambacho Mungu anakifanya ambacho hawezi kuwafanyia wale wengine kwa sababu sio raia wa mbinguni. Haleluya. Haleluya. Na hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa kielewe leo. Kwa sababu tumekuwa tukijiuliza Wakristo wengi tumeokoka, lakini tunakwama. Lazima ujiulize, na mimi nadhani ya maombi hata nyinyi mnajiulizaga, mbona mimi nimeokoka? Mbona nampenda Mungu? Kwa nini maisha yangu bado mimi ni maskini? Mbona sioni baraka za Mungu kwangu? Mbona sioni mpenyo kwenye biashara zangu? Mbona sioni Mungu akifanya jambo kwangu? Shida ni nini? Kwa hiyo unakuwa na maswali mengi ambayo unajiuliza kwamba kwa nini sioni mpenyo wa kiungu? Kwa nini sioni Mungu akifanya mambo makubwa kwenye maisha yangu? Shida ni nini? Haleluya. Natamani ili somo liingie mpaka kwenye mishipa ya akili huko ndani. Utagundua kwamba mara zote ambazo umekwama sio kwa sababu ulikuwa ukwame, ila kwa sababu ulikuwa hujui wewe ni nani. Amen. Kwa hiyo tunaanzia hapa kwanza. Wiki iliyopita tulisema unaweza ukawa na mipango mingi sana na ukatamani kufanya vitu vikubwa vingi sana, lakini vikashindikana hivyo vitu, sio kwa sababu hauwezi kuvifanya. Hapana, unaweza kuvifanya vizuri. Mbona jirani yako anafanya anafanikiwa? Sio ni kwamba Biblia inasemaje? Kuna mipango mingi Mungu anafunga, mbona hivi? Kama ni mchele mbona ni hivi? Mbona yeye anauza kwa nini mimi siuzi? Kwa hiyo haya maswali yatakupa kuelewa ni wapi ambapo umekosea. Na kwa sababu wewe una roho kwamba unajua unapokosea ni wapi. Wewe wenzako wanafanya hivi kwa mfumo wako huu wa kidunia. Wewe una mfumo mwingine. Utaanza kuelewa hapo sasa. Amen. Hebu tuende Waefeso 1:18. Tuanzie pale. Yes. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Endelea. Okay, juu ya tumaini la kusudi la Mungu ndani yako. Kwa hiyo macho ya mioyo yako yatiwe nuru. Ili nini? Ili uone kusudi la Mungu kwako wewe Irene. Amen. Kwa hiyo kumbe macho yangu yasipotiwa nuru, sitaona kile ambacho Mungu amekusudia mimi nikifanya hapa duniani. Nitakuwa nikitembea hapa na kule kufanya mambo mbalimbali, anakwama, najiuliza kwa nini anakwama? Kumbe macho yangu ya ndani huku yanagiza. Endelea. Mjue tumaini la wito wake jinsi lilivyo. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Amen. Unaona jambo la ajabu sana. Na utajiri wa utukufu wake katika watakatifu. Kumbuka tayari wewe umeokoka, una tiketi ya utakatifu tayari. Ila nini kimekosekana? Kimekosekana tu haujui batani gani Mungu anataka ubonyeze. Hiyo ndio imebeba nini? Utajiri na utukufu. Biblia imezungumza hapo.
Kwa hiyo macho ya mioyo yetu yakiwa na nuru, tutagundua kusudi la mwito. Mwito hapo imesema baada neno mwito hapo maana yake ni kusudi la Mungu, kwamba amekuita kwenye eneo gani. Kwa hiyo mpate kujua kusudi la mwito wake, kwamba nipate macho ya moyo wangu yatoe nuru, nipate kugundua nini Mungu amewekeza ndani yangu. Nikishagundua ambacho Mungu amewekeza ndani yangu, nitakifanya hicho. Na kwa sababu ndipo ambapo kuna utajiri, Biblia inazungumza hapo. Kuna utajiri hapo ndani. Nitaupata utajiri kwa sababu nimefanya exactly kama Mungu amekusudia niweze kufanyaje? Kukifanya. Amen. Sasa mtu wa duniani, yeye anaendeshwa na mifumo ya dunia hii. Watu wanaofanya biashara za duniani wana Mungu wao anayewabariki. Wao wana mfumo wao. Shetani ana mfumo wao kuwabariki, ni mfumo wao wenyewe. Wao ukiokoka, shetani anajua, hata hitaji mtangazie, shetani mimi nimeokoka kuanzia, anajua umeshaokoka, anajua tu. Yaani siko na akili tu kuanzia leo namkiri Bwana, nampokea Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Shetani ameshapata taarifa, anafahamu kwamba huyu sio mwenzangu, anajua. Kwa hiyo anachokifanya ni kwamba anajua katika system katika system ya ufanikishaji watu hapa duniani, irony hayuko kwangu. Kwa hiyo ukifanya biashara kutegemea mfumo ule wa kishetani, hawezi kuachilia baraka zije kwako, kwa sababu anajua wewe sio wa kwake. Mfumo wako unakuwa tofauti na wa kwake. Sio kama unanielewa vizuri. Unaelewa vizuri mama eh? Kwa hiyo unajiuliza, mbona Mama Shayo anafanya biashara ya nguo anauza? Mbona mimi nilikuwa nafanya nauza? Baada tu kuokoka, mbona mimi biashara yangu imeyumba? Tayari shetani anafahamu kwamba huyu Mama Shayo yeye anabarikiwa na mfumo wake yeye. Wewe uliokoka unabarikiwa na mfumo wa kimungu, sio wa shetani tena. Una mfumo wako, sababu hata mapato unayopata hamtumii sawa. Mwenzako akipata anaweza kwenda kwa waganga, wewe unaenda? Hauendi. Mwenzako akipata anaenda kulewa pombe, wewe unaenda? Hauendi. Mwenzako akipata ataenda kuhonga, anaenda kufanya dhambi. Kwa hiyo shetani lazima afanikishe ili akatoe sadaka kwa shetani. Wewe shetani akikufanikisha, unaenda kanisani unamuumiza, hawezi kuruhusu hicho kitu. Sio, unaelewa vizuri watu wa Mungu. Kwa hiyo unafanya biashara ya nguo, umeokoka. Shetani anajua kabisa kwamba nikifanikisha huyu mtu, sadaka yake inaenda wapi? Kanisani. Tayari mimi naumia. Koja anachokifanya, anazuia wateja wasije dukani kwake, asiuze ili akwame. Sasa wewe kwa sababu hujui, unaona nimerogwa, unakazana maombi katika jina la Yesu. Wakati sio katika jina la Yesu. Shida ni kwamba hujagundua tu kanuni. Ni kanuni tu. Kwamba okay, kumbe mimi na mfumo wangu utendaji kazi sio sana wa shetani na hao wenzangu. Kwa wakati mwenzako anaingia dukani kwake, anaomba tu Baba nakushukuru 1 2 3, lakini deep down Mungu hamtambui. Unaweza ukaingia kanisani, unajua kutoka kwa waganga, ukafika dukani kwako ukaomba Baba katika jina la Yesu na naomba siku ya leo ikawe nzuri, wateja waje, wakafurika wateja wakaja. Swali kwamba hizo pesa ukizipata zinaenda wapi? Amen. Kwa hiyo shetani lazima azuie upande wako wewe. Jambo la kwanza, kwa nini? Mfumo unaotumika kumbariki, yeye anatumia kubariki watu. Wewe umeshajitoa, wewe tayari soa. Biblia inasema hivi, ninyi sio ulimwengu huu. Kwani hujasoma kwenye kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana? Sisi sio ulimwengu huu. Tunaishi dunia lakini sio ulimwengu huu. Kwa hiyo ili nifanikiwe nifanyeje? Mimi lazima nijue mfumo wa Mungu kwangu ni upi. Jambo la kwanza, nisienende kwa mazoea, nisienende kwa kusikia, nisienende kwa experience, nienende kwa ufunuo. Mungu anasema nifanye nini mimi? Amen. Okay, ndio tumefunga biashara ya ndizi. Wote hapa tunauza ndizi. Lakini Mungu anaweza kukupa ufunuo. Wewe ndizi zako, si ndio ndizi zako wewe? Kabla haujamuzia mtu yoyote, hakikisha kwanza mtu wa kwanza anayekuja mpe bure. Mpe moja atutwale. Wa kwanza anayekuja. Unashangaa unampa mtu wa kwanza ndizi bure. Wa kwanza asubuhi. Wanakuja tu wanunua. Unaweza kushangaa umefanyaje? Ulisikia nini? Ufunuo. Wakati wenzako hajasikia ule ufunuo, utasikiaje? Macho ya mioyo yenu yatoe nini? Nuru. Kwa macho ya mioyo yakitoa nuru, hautateseka. Unaweza kufunga biashara, watu watoka huko wote wanakimbia na wanapanga foleni kwako. Wakati maduka mengine yapo wanaweza wakaenda. Kwa nini? Kuna kitu ambacho kinawavuta pale kwako. Kulingana na nini? Kulingana na ile ufunuo ambao Mungu amefanyaje? Amekupatia. Okay, nikupe mfano mzuri. Kama mimi Dennis nina uwezo wa kumuru pepo ndani ya mtu. Toka kwa jina la Yesu. Pepo likasema, naondoka. Toka, likaondoka. Pepo likaondoka. Kuna watu huko nje wafanya biashara wana mapepo. Kwa nini situme nguvu ya Mungu iende kwa watu huko nje wenye mapepo? Niwaambie mapepo waleteni hao watu wanunue kwangu. Si inawezekana? Kama naweza kusema pepo toka kwa jina la Yesu, pepo likatoka ndani ya mtu. Si ndio? Maana yake na uwezo wa kuiambia mapepo mlioko hapa mjini kote, kusanyikeni usukumeni watu waje kununua biashara kwangu, kwa sababu ni watu wa shetani, hawana faida yote kwa Mungu. Bora walete hizo pesa kwangu nikamtolee Mungu sadaka, kazi ya Mungu iweze kwenda. Kama pepo inatii, ukiniambia toka, kwa nini usitume niende kusanya watu wakaja kununua kwako? Si inawezekana? Lakini nini? Ufunuo. Amen.
Kwa ndio mfumo wetu sisi watu wa rohoni. Amen. Lakini kitu kingine ambacho wanakosea ni kwamba hawajaruhusu Mungu kuyasimamia maisha yao. Ukiokoka unampa Mungu nafasi ya kusimamia maisha yako. Lakini sasa Mungu hawezi kusimamia kwa lazima. Hebu fikiria Yesu mwenyewe ambaye haya maisha ulionao ni ya kwake. Watu wanasema mpe Yesu maisha yako, mpe Yesu maisha yako. Hivi unapaje Yesu maisha yako? Maisha ulionao ni ya kwake, yeye ndo kakupa wewe. Alafu unampaje tena maisha Yesu? Kwa hiyo pumzi ya kwako, si ya kwake. Sasa tunasema jamani naita mje mpe Yesu maisha yenu. Maisha yapi sasa wakati maisha ulionao ni ya Mungu, Mungu ndo amewapa. Yaani wewe haumpi Yesu maisha. Sasa ni ya kwake. Wewe ndio unajipa kwa Yesu. Kwamba kwa hiari yangu mimi mwenyewe sasa najua kikanuni kwamba mimi ni wa kwako. Ila tu nilikuwa mbali na wewe. Sasa nimekubali kuongozwa na wewe. Na arudi sasa kwako niongoze. Kwa hiyo wewe unajipa kwa Yesu. Yesu nichukue sasa nitawale. Mwanzoni nilikuwa wa kwako lakini nilikuwa nakataa kutawaliwa na wewe. Sasa nimeruhusu kutoka moyoni mwangu nitawale. Amen. Kwa hiyo tunataka kusema jamani mpeni Yesu maisha yenu. Maisha yametoa wapi? Wakati maisha kwa hiyo mtu mmoja alisemaje? Nafsi yangu sasa kaa ule ufurahi. Alafu Mungu akamwambiaje? Mpumbavu wewe, usiku wa leo nitaka. Si unaona? Kwa hiyo hakuwa na uwezo wa kukataa, kwani sio ya kwake. Kwa hiyo na mimi maisha yangu, haya anasema ni maisha yangu, nakosea sio ya kwangu. Ni maisha ya Mungu, ila amenipa mimi. Mimi kazi yangu tu ni kutunza tu ule uhai kwa sababu nikiamua kunywa sumu na kufa. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kutunza tu uhai. Sasa akitaka kunitawala, mimi naenda moja kwa moja. Baba nitawale tu utakavyo sasa. Si ndio? Hivyo ndivyo ambavyo tunaenda. Sasa watu wanakosea wapi? Ndio nakupa mfano wa kwanza hapa. Kwamba jambo la kwanza kabisa unatakiwa uelewe kwamba the moment you confess, siku ya kwanza unatubu mbele za Mungu kwamba nakiri kwa kinywa changu nimekuwa mtenda dhambi mbele zako, nimekukosea kwa mara nyingi, lakini nimegundua kwamba wewe ndiye Mungu wangu na wewe ndio kila kitu kwangu, wewe ndiye msaada wangu. Natamani kutembea na kuongozwa na wewe. Kuanzia leo mimi najikabidhi sasa kwako. Amen. Haumpi Yesu maisha ukabaki nje. Mimi najikabidhi kwako uniongoze. Yaani the moment unakiri, ndio unakiri. Kuna katika Mungu wa roho kuna mambo yanabadilika kwamba kuanzia leo shetani hana uhuru wa kuingilia maisha ya huyu. Maisha ya huyu mimi Mungu ndo nayaingilia. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa cha kwanza unachotakiwa kufanya ni kuitafuta kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Kwa nini amekuumba? Amen. Watu wengi wanajivunia kufa wazee. Wengi anajivunia kufa mzee. Mimi nina miaka 70, hata nikifa sasa ni sawa. Unatakiwa ujivunie kufa mzee, unatakiwa ujivunie kufa bure. Umeshamimina kila kitu ambacho Mungu ameweka huko ndani mwako, kimeisha. Unakufa ukiwa empty. Yaani kama unatakiwa uje uandike vitabu kwa duniani, umeshaandika vitabu. Unatakiwa usaidie watu, umeshasaidia watu. Unatakiwa uhubiri injili, umeshahubiri injili. Kwa hiyo unakufa ukiwa hauna deni. Si ndio? Sio unajivunia kufa mzee. Jivunie kufa empty. Umeshamimina chochote ambacho Mungu alikuwa ameweka huko ndani kwako. Kwani Paulo alisemaje? Imani nimeilinda, vita nimemaliza. Si ndio? Maana yake sina kazi iliyobaki. Yesu alipomaliza kazi yake alisemaje? Imekwisha. Kwa maana yake naishi kwa sababu ya kusudi. Sitaondoka hapa duniani iwe mchawi anaroga, iwe hawataki niishi, kwa sababu kusudi langu ni kumtumikia Mungu. Hata ajali zipangwe, mimi nitatoka salama kwenye ajali. Hata kama ni kwenye basi wote watakufa, mimi nitabaki salama. Why? Nina kusudi la Mungu ndani yangu. Amen. Haiwezekani ukafa kabla hujatimiza kusudi la Mungu. Kama una mapenzi ya Mungu haiwezekani. Hata kama wapange njama, yaani wafululize namna gani. Kuna kipindi mimi walikuwa wanajaribu mara unakuta vihirizi vyao. Na mimi nilikuwa mtundu. Na vichukua tunafungua ndani na angalia nakuta kucha, vitu vyeusi viko ndani. Nacheka tu nasema wao. Afa asubuhi mama anakuja, siku moja akaja kanisani mama mmoja. Amenijaribu usiku, asubuhi anakuja kugundua kuangalia kama nimepona na chochote. Tuko pale kanisani na vijana wangu anauliza mchungaji yupo? Na niko hapa hanioni. Mchungaji yupo? Anaona vijana wangu. Anambia yupo ndio, si huyo hapa. Yuko wapi? Jamani tumeanza matani lini? Anaambia vijana wangu. Yuko wapi? Nikamsogea mpaka pale. Mama, namshika hivi eti. Mchungaji naomba niazime 10,000 tangu lini? Na kusema 10,000 nakujua. Imagine. Lakini nini kimesaidia? Kusudi la Mungu. Kinachosababisha watu wengi wanakufa kabla wakati. Unajua kwa sababu gani? Wanaishi nje ya kusudi. Na Mungu akigundua kwamba Irene nimempa kusudi fulani alifanya hapa duniani. Na akaona unalitumia vibaya. Mungu anaona kuna Mungu Irene kuepo. Mungu alivyo ajabu yeye. Mungu hahamishi vitu. Mungu haombi kitu kipya, anahamisha vitu. Yaani eti Mungu sasa hivi ameshaanza kuumba. Usiangalie kwanza eti leo Mungu amekaa anaumba. Mungu alishamaliza uumbaji, umeshaisha. Kwa Mungu amenipa kitu ndani yangu. Anaona mimi nakichezea. Okay, Dennis sikufa anazaliwa mtu, Mungu anakihamishia kile kitu pale. Duniani ndio utasema duniani wawili. Unaweza kumwona mtu amefanana na mimi hivi, kila kitu hivi. Ukasema jamani hiyo sifani kabisa. Sio mimi. Kuna sehemu niliumba. Ilibidi Mungu amwinue mtu mwingine ampe kitu ambacho alinipa mimi kisha ukifanyia kazi.
Kama Mafaraja hatujivunii kufa wazee, hatujivunii kufa na mvi, hapana. Tunajivunia kufa bure. Tushamaliza kila kitu. Yaani unasema hivi jamani, sitadaiwa. Si ndio? Nishamaliza kila kitu. Haleluya. Haleluya. Sasa nataka tujifunze kitu kimoja kizuri. Nadhani uko tumeelewa vizuri. Kwa nini mbarikiwi? Kwa sababu au kwa nini sisi tubariki? Kwa sababu tunaishi nje ya mfumo wetu. Sisi ni raia wa mbinguni, sio raia wa hapa duniani. Ni raia wa mbinguni, tulikuwa tunaishi duniani. Lakini ngoja niwape tu mfano mzuri. Roho Mtakatifu anafundisha kitu hapa. Tuna watu ambao wanaitwa mabalozi. Unafahamu mabalozi eh? Mfano tuna balozi Kenya, tuna balozi Uganda, tuna mabalozi Urusi, nchi mbalimbali. Wale mabalozi wanalipwa na nchi gani? Nchi zao, si ndio? Maana yake unaweza kuwa balozi wa Tanzania, si ndio? Unaweza kuwa balozi wa Urusi lakini ni Tanzania. Hawalipwi na Urusi. Mshahara wako unalipwa na nani? Na Tanzania kwenu. Kwa hiyo mimi pesa zangu hazitoki hapa duniani. Mimi pesa zangu zinatoka mbinguni. Mimi ni raia wa mbinguni. Lakini kwa sababu mbinguni hapazalishi pesa, Mungu anatoa tamko kule, baraka zikufuate. Kwa hiyo unashangaa unafanya kitu kidogo kinabarikiwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari wewe riziki yako, baraka yako haitengenezwi na mfumo hapa duniani, ni juu moja kwa moja. Kwa nini unasikia Mungu anaweka ulinzi? Anasema nitalinda fedha zako hazitaguswa na nge, madumadu na kila chochote kibaya, hakitaguswa. Na miaka yako yote ambayo imeliwa na madumadu sio na vitu gani, nitakurejeshea. Kwa nini akurejeshee? Kwa sababu anagundua kabisa kwamba mwanangu ulichukua kuligundua kusudi. Sasa muda uliobakisha na kusudi haviendani, inabidi kuongezea miaka. Kwa sababu kuna miaka ya upumbavu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 17, enzi zamani Mungu alijifanya mpumbavu kwamba haoni, unafanya dhambi lakini bado una survive, unabarikiwa, si ndio? Lakini kwa nini Mungu sasa hivi anakuongezea miaka? Ile miaka ya ujinga ambao ukugundua, anajua kabisa kwamba haitalingana na kusudi. Kwa nini kuongezea? Kuna mmoja Ezekia, anaongezea miaka mingapi? 15. Ili nini? Kusudi litimie. Alimwambia Ezekia unakufa, Biblia inasema akageuka ukutani akamwambia mkumbuka. Alimkumbusha nini? Matendo aliyoyafanya. Kwa nimefanya 1 2 3. Je, hivi ndivyo nilivyokusudia nifanye tu? Unaona hapana. Kuna vitu mbakisha. Kabila muongeze miaka mingine 15. Amen. Sasa leo nataka nikuongezee kitu kingine kizuri. Ambacho hiki sasa ndio ambacho kitakufanya unikumbuke na nikiwa niko mbali. Kwa sababu kitakusaidia sana. Amen. Hivi unafahamu kwamba Mungu ana majina ni mengi. Alafu Mungu ana mafunuo mengi. Yaani kwamba Mungu leo anaweza kujifunua kama kiongozi. Akakuongoza kwenye eneo fulani mpaka ukafika salama. Kesho haji kama kiongozi tena. Anakuja kama baba. Anasimama kama baba. Anakaa kama kwenye nafasi ya ubaba, akiona sasa hapa tayari umekaa vizuri anakuacha. Anaangalia unamhitaji Mungu awe nani kwako. Kwa Mungu yeye akikuangalia anajua sasa hivi anahitaji mimi Mungu nijifunue kama mfariji. Kwa Mungu anajitokeza kwako, anajifunua kwako kama mfariji. Anakufariji. Kile kipindi kigumu kikiisha, anakuacha. Anaangalia tena unataka nijifunue kama nani? Kuna jambo fulani unataka kulifanya, huelewi unalifanya fanyaje. Kwa hiyo lazima ufundishwe. Mungu anajifunua kwako kama nani? Mwalimu. Anakufundisha hapo. Unaelewa vizuri. Akishajua umeelewa anakuacha. Sasa mimi leo nataka nifunue Mungu kwako kama mwalimu. Amen. Kama mwalimu, Mungu ananifunua kwako kama mwalimu. Umuelewe vizuri Mungu kwenye eneo hilo. Kwamba kumbe naweza nikamtumia Mungu kwenye kila jambo. Akanifundisha nikafanikiwa. Tuanzie kwenye Zaburi pale. 32:8. Zaburi 32:8. Pata unaweza kanisomea. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Kuna mambo muhimu hapo tuyapate. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Nitakufundisha na kukuonyesha. Njia utakayoiendea. Nitakushauri. Jicho langu likutazama. Wow. Jambo la kwanza kabisa nasema hivi, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Sitaishia hapo. Nitakushauri. Sitaishia hapo. Jicho langu likutazama. Amen. Kwa hiyo Mungu anajifunua kama mwalimu hapa. Mungu anaelewa kabisa kwamba wanangu wameokoka, wanangu wananijua tayari, lakini mfumo ambao wanaishi sio mfumo wao. Wao ni raia wa mbinguni wakiwa duniani. Kwa hiyo mfumo unaotumia kubariki watu wa duniani sio sawa na mfumo unaotumia kubariki watu wa kwangu, maana yake raia wa mbinguni. Kwa Mungu anajitambulisha kwako kama mwalimu, kwamba nitakufundisha. Nitakufundisha nini? Lazima nikufundishe mfumo wa wewe kuishi.
hapa duniani. Umeshagundua ndio kusudi lako ni fulani. Lakini unalifanya fanyaje? Haya ndio hali ni Mungu umeshagundua kama Mungu amekuita wewe mshauri wa mama. Haya unaanzia wapi? Hujui. Umejua tu kwamba mimi natakiwa nishauri tu wa mama. Unaanzia wapi? Hujui. Kwa hiyo Mungu anakuja kwako na kukufundisha. Kwa biashara unataka kuifanya, haujui jinsi ya kuifanya biashara vizuri. Mungu anakuja kwako na kufundisha. Umeanza familia, labda umeolewa, hujui unaleaje watoto wako katika bila sema walee watoto katika njia ya wapasayo. Nao hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Sasa hujui waleje. Mungu anajitokeza kwa anasema nitakufundisha. Si ndio? Chochote kile ambacho mwana wa Mungu anataka kufanya, chochote kile. Manake Mungu lazima aje katikati akufundishe jinsi ya kukifanya vizuri. Kwa sababu asipokufundisha utakosea, na ukikosea atakalaumiwa ni yeye. Kwa sababu wewe haujui. Jamani, mimi nimetoka hapa nimeenda zangu labda kwa Wachaga, sijui Kichaga. Sasa utanilaumu mimi nakosa gani? Mimi sijui Kichaga. Kwa hiyo mtu akija mkaguzi akija akisema jamani, hebu mbona wewe unajua Kichaga? Akisema sijui, analaumiwa ni mwenyeji wangu. Mbona hujamfundisha huyu mtu? Semekana wewe hapa ungemfundisha. Kwa hivyo na Mungu anajua kabisa kwamba wanangu wameokoka. Wakishaokoka tayari ni wafuasi wangu, ni raia wangu mimi. Mfumo wa kuishi huko kwenye dunia yao hawajui. Kwa lazima Mungu aje kufundishe kwamba mwanangu, sisi huku hatuenendi kwa kuona, tunaenda kwa imani. Kwa mimi pesa zangu sisubiri nizione ndio useme 100,000 hii. Na iomba 100,000, afu na iona 100,000 kwenye ulimwengu wa roho. Si ndio? Nikishaiona 100,000 kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu macho ya moyo wangu yametoa nuru na iona 100,000. Nikiona 100,000 naamini nimeshaipokea. Pasipo imani huwezi kumpendeza. Angalia mfumo wetu tofauti. Mtu wa duniani lazima ione 100,000 hapa mkononi hii, aseme nimepata 100,000, si ndio? Wewe unaweza kumwambia Mungu nakushukuru kwa ajili ya 100,000. Asante kwa sababu nilipa 100,000. Umeona saa ngapi? Huko. Macho ya moyo wako yametiwa nuru, umeiona. Macho yakiwa na giza hautaona. Amen? Amen. Kwa hiyo unaweza kahangaika ukao naomba kila siku, Mungu aruhusu baraka zikujie. Lakini unashangaa baraka haziji. Sio ni kwamba umeziona? Haujaziona. Mungu hakupi kitu ambacho hujakiona. Lazima ukione kwanza kwenye Mungu wa roho. Chochote ambacho unakipokea ambacho hujakiona kwanza hakidumu. Chochote. Si ndio? Mfano ili wewe ufanikiwe kwenye biashara, uanze kuiona kama hujaianza biashara yako. Kwenye ndoa the same. Mimi nataka kuoa. Lazima nione ndoa yangu kwanza kwenye Mungu wa roho. Hii hapa. Nikikosa ndoa yangu sifungi. Kwa sababu nitaingia sehemu ambapo siko na Mungu. Kwa nini Musa alimwambia Mungu hivi? Uso wako usipokwenda pamoja na sisi, hautoki hapa, hautoki hapa. Si Musa alimwambia Mungu. Kwa nini Musa alikuwa anajua njia? Mungu alikuwa anajua njia vizuri. Lakini Musa anamwambia Mungu, Bwana, uso wako wewe usipokwenda pamoja na sisi, hautoki hapa. Kumbuka Musa alipokuwa anasema uso wako hakumaanisha Mungu ajitokeze uso tu. Ndio aende na uso wa Mungu. Yaani maana yake kuna namna tukuone. Kwani hawakumwona Mungu kwenye miujiza? Alimuona. Ile ndio inayotakiwa sasa. Unaona nini ndani yako? Unaona nini mbele yako? Unachokiona ndani yako ndicho ambacho kinakufanya wewe ukiendee. Mimi nisingejua kama ni mtumishi wa Mungu kama kwa ndani nisingesikia kuchemka. Nisingejua, ningekuwa kama na vijana, ningekuwa na vijana wengine tu huko. Kwa kila kitu ambacho kina mafanikio kinaanzia huko ndani. Mithali 23:7 inasema aonavyo mtu ndivyo alivyo. Unaona nini ndani yako? Kwa macho ya roho yakitiwa nuru utaona chochote cha kufanya. Hujaona biashara ya mchele, don't get there. Utapata hasara. Wewe ni mtoto wa Mungu, lazima uone kwanza. Yaani Mungu akuonyeshe. Anasema hivi, nitakufundisha. Lakini sio kufundisha tu, ukishaelewa vizuri na kuonyesha na njia utakayoiendea, njia ni hii. Kwa hiyo unaifuata njia, si ndio? Lakini hapo njiani kwenye njia kuna matatizo utakutana nayo, kuna vikwazo mbalimbali. Anasemaje? Nitakushauri. Si ndio? Lakini nikushauri utakosea tena. Sasa amu hii na jicho langu linafanyaje? Nitakutazama. Imagine. Kwa hiyo nakutoka kwamba kumbe siri za mafanikio tunazo, ila tu hazijafunuliwa kwetu. Na nyinyi mnanipata vizuri kwa mliko. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo cha kufanya ni hiki. Cha kufanya ni kumruhusu Mungu kwanza atawale maisha yako. Hebu fikiria, Yesu ambaye amekupa maisha hawezi kuja kwako mpaka afanyeje? Tazama na simama mlangoni. Si ndio? Nabisha. Kwa Mungu usipomkabidhi maisha aliyokupa wewe, hawezi kukuingilia. Eti mimi niko nje zangu kuzini, afa nashangaa tu mkono unavutwa nyuma hivi. Jamani niachie. Haiwezekani. Huku ndani ndo naambiwa kwa sababu chomba na nuru huku ndani. Dennis unachoenda kufanya hakina maana. Acha. Nikijifanya moyo wangu wa mgumu sina. Si ndio? Lakini hamna nguvu utakuja kunivuta hivi. Kwa hiyo Mungu afanye kitu kwa lazima. Ukishaokoka ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kumwambia Mungu nifundishe
jinsi ya kuishi kama mtu ambaye nimeokoka. Mfumo wangu wa kujipatia fedha utakuwa ni upi? Nikumbuka nimekwambia hivi, biashara yoyote ambayo haujaiona huku ndani usianzishe wewe uliokoka. Usifanye vitu kwa mkumbo, usipate mkumbo. Wenzako wanafanya biashara ya nguo na wakasema nguo zinauzika na ununua nguo. Utaishia kuuza tu 2-3. Unatakiwa ufanye vitu ambavyo umeviona huku ndani. Chako wewe unachotakiwa kufanya ni kumuomba tu Mungu. Mungu, niambie kusudi lako kwangu mimi ni lipi? Mimi na mpango 1, 2, 3. Lakini umesema hivi, naweza nikaa na mipango mingi, ila mpango wako wewe ndio utakosimama. Mpango wako wewe ni upi? Na kuna mipango mingine ambayo ni ya kwako, Mungu anaisupport ili ukamilishe mpango wake. Mfano mimi Mungu ameniita kwenye utumishi, lakini mimi nataka nifanye biashara. Kwa Mungu anambariki kwenye biashara. Sio kwa sababu Mungu anapenda mimi nifanye biashara. Ili nipate pesa. Ni nini? Kwenye utumishi. Kwa lazima atanibariki kwenye eneo hilo. Biashara ambayo hujaiona huku ndani usifanye. Project ya kwanza ambayo unaifanya kama mtu aliyeokoka, hakikisha kabisa kwamba umeona huku ndani. Mwambie Mungu, nionyeshe biashara yangu. Ukijana huko busy unakanga chipsi, nenda huko. Ukijana huko busy, labda kama una dhambi. Kama una dhambi zako, maana yake sio Mungu anakusemesha. Ila kama uko vizuri na Mungu, chochote unachokiona kwenye Mungu wa roho ni Mungu anakuonyesha kwamba do this. Unafanya. Amen? Kufundisha. Na kuruhusu Mungu anakufundisha ni kwa maana gani? Ni kwa maana ya kujifunza neno la Mungu, kusoma neno la Mungu, lakini pia kuruhusu watumishi wa Mungu wakuongezee maarifa. Apende maarifa. Apende mafundisho, apende maarifa. Apende mafundisho, apende maarifa. Kwa hiyo ukubali kufundishwa, ufundishike. Amen? Amen? Amen. Okay, twende. Mithali 17:8. Tuone kitu pale. Kusudi la Mungu. Yaani tunafundisha vitu viwili kwa wakati mmoja. Naendelea na kusudi la Mungu, lakini wakati namtambulisha Mungu kama mwalimu kwako. Kila kigeukapo kufanikiwa. Sasa nisikilize. Kumbe nasema hivi, kipawa ni kama kitu cha thamani kwake yeye aliyenacho. Kila kigeukapo kufanikiwa. Watu wengi hawaelewi hiki kitu. Ili ufanikiwe, the issue sio kipawa. The issue ni jinsi ya kukigeuza. Anasema hivi, kila kigeukapo kufanikiwa. Kwa hiyo kipawa chako na kigeuzaje? Maana yake kusudi la Mungu ndio kitu cha thamani kwa yule mwenye nacho. Kusudi la Mungu ndani ya mtu. Yaani kama kuna kitu unatakiwa ukilinde, hicho kama kuna kitu unatakiwa ukilinde kwenye maisha yako, ni kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Hicho unatakiwa ukilinde zaidi. Kwa sababu kila unapogeuka unafanikiwa. Mimi leo ukinipeleka Mwanza, nitafanikiwa, nitaishi. Nipeleke Dodoma, nitaishi. Nipeleke popote, nitaishi. Nitakuja tu nyumba moja tu papa kama nilipokuja kwa Mafaraji hapa. Papa mimi mtumishi wa Mungu, nataka kumtumikia Mungu, nimekuja hapa, Mungu amenituma nimtumikie Mungu hapa. Sina mwenyeji hapa. Napokelewa vizuri na nitalala, nitakula. Mimi nimekaza zangu ndani wanahangaika wenyewe kuchinja kuku zao na kula. Si ndio? Kipawa ni kama kitu cha thamani kwa kile anacho. Kila kigeukapo. Sasa swala hapa sio kuwa na kipawa. Swala ni kujua jinsi ya kukigeuza kipawa chako. Maana yake swala hapa ni kuelewa jinsi ya kuishi kulingana na kusudi la Mungu. Ukiishi kulingana na kusudi la Mungu, kila unapogeuka unafanikiwa, kila unapoenda unafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo Biblia inasema kwamba kipawa ni kama kitu cha thamani kwa kile alionacho. Kila anapogeuka, huyo mtu si ndio mwenye kipawa, anafanikiwa. Haleluya. Okay. 18:16 Mithali. 18:16 Mithali. Zawadi ya mtu. Zawadi ya mtu kumpatia nafasi. Umletea mbele ya watu wakuu. Sasa neno hapo zawadi, Biblia nyingine zimesema kipawa. Biblia zingine zimesema kuna zawadi, kuna kipawa na zawadi, vitu viwili. Zawadi ni kipawa, a gift, a favor. Kumpatia mtu heshima machoni pa watu. Kwa kumbe wewe Mama Faraji ili uheshimike, ni lazima uishi kulingana na kusudi la Mungu kwako. Ukiishi nje ya kusudi la Mungu hatakuheshimu. Sasa yule bibi bwana, yule bibi bwana. Lakini sasa hivi anasema mtumishi wa Mungu. Mtumishi kwa nini? Kipawa. Amen? Soma tena Mithali hayo. 16. Zawadi ya mtu kumpatia nafasi. Zawadi ya mtu kumpatia nafasi. Kumleta mbele ya watu wakuu. Kumleta mbele ya watu wakuu. Mimi Dennis angekuwa haishi ndani ya kusudi la Mungu, Yusufu historia yake ingeishia pale. Si ndio? Si ndio? Lakini angalia, mtu akaenda kwa mkuu akamwambia Potifa, kule gerezani kuna jamaa yuko kule ana kipawa cha tafsiri ndoto.
Kabla jamaa alikuja sasa ndo akatafsiri. Kutoka gerezani kuja mpaka kwa waziri mkuu, msimamizi wa vitu vyote. Acha nini kimemba heshima, kipawa. Kwa kipawa kinakupa nafasi ya kuketi na watu wakuu. Kwa hiyo ni kumbe kuishi vizuri na watu haisaidia wakati mwingine. Hatusaidia unawafanyia nini hao watu wakuu. Haleluya. Haleluya. Kwa ukikubali kuongozwa na Mungu, ukikubali kufundishwa na Mungu, yeye atakufundisha. Kuna vitu vitatu ameviahidi. Cha kwanza atakufundisha. Cha pili anakuonyesha njia utakayoiendea. Cha tatu anakushauri. Cha nne jicho lake nakutazama. Hivi utakwama wapi? Huwezi kukwama. Ukienda hivi kuna jambo baya mbele yako ghafla na kusemesha mwanangu, usivushe mguu hapo. Unabaki unapita njia hii. Mtaa ametega kule wewe uko huku. Anajiuliza mpita saa ngapi? Nani amekupa hiyo elimu? Umefundishwa na Mungu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatufundisha. Sisi wenyewe tunajakaa vizuri na Mungu, lakini huwa Mungu anatufundisha sana. Sana. Kwa sisi kujua kutokujua haibadilishi kama Mungu anatufundisha. Ni sisi tu wenyewe hatujakaa vizuri kutafuta Mungu. Elewa jinsi ambavyo anatufundisha, lakini Mungu ana tabia kutufundisha. Unakati unakwambia mwanangu kufanya hivi, hiki kifanye hivi, hiki kifanye hivi, hiki kifanye hivi. Amen. Amen. Kipata unaweza kusoma. Ni nani amchaye Bwana? Ni nani basi? Amchaye Bwana. Atamfundisha katika njia anayoichagua. Wow. Atamfundisha katika njia anayoichagua. Kwa hiyo kumbe wakati mwingine naweza ngamwambia hivi, ni nani amchaye Bwana? Kwa kumbe mimi nikimcha Bwana, kuna jambo lingine la ziada napata. Mimi nikimcha Bwana, naweza nikachagua kwa baba. Mimi natamani kufanya jambo moja. Mimi natamani kuwa pilot. Si ndio wewe namcha Bwana? Natamani kuwa pilot. Nimechagua mimi kuwa pilot. Mungu alinipa nafasi ya kuchagua. Nachagua, nataka kuwa pilot. Bila sema hivi, nitamfundisha katika njia atakayo chagua. Chagua. Sasa kwenye hiyo kuna mbele. Kwa hiyo kumbe naweza nikamwambia Mungu nataka kufanya kilimo. Mungu anasema okay, sasa wewe mwanangu kilimo usifanye sana anafanya watu wengine. Wewe mwanangu kilimo fanya hivi. Anakufundisha umechagua wewe mwenyewe mafaraja. Kama mimi nataka nifanye 1 2 3. Nataka niende kafanya huduma wapi? Moshi. Mungu anasema mwanangu amechagua hii njia. Anakufundisha kwenye hiyo. Fika pale fanya 1 2 3. Unafika unafanya mambo boom pam pam. Kwa nini? Kwa sababu unamcha Bwana. Kwa nini Mungu anakufundisha? Kwa sababu anajua asipokufundisha kwenye dunia ya ushindani, uweze kushindana na watu wa duniani, watakushinda. Wao mfumo wao sasa na mfumo wako wewe. Wewe una mfumo mwingine tofauti na wao. Haleluya watu wa Mungu. Kwa kumbe hapa swala sio tu kuokoka na kuimba mapambio kanisani. Sio kuokoka na kunena tu kwa lugha ro baba. Swala ni kufundishwa na Bwana, njia utakayoiendea. Lakini pia kingine swala ni kuruhusu kipawa kifanye kazi zaidi. Sio elimu, sio nguvu, sio experience. Unaweza kuwa na nguvu sawa. Unaweza kuwa na elimu sawa. Lakini elimu yako isikusaidie. Experience ulionayo isikusaidie. Wakati mwingine ukienda kwa mazoea, utafika mahali utakwama. Kwa nini utakwama? Kwa sababu mazoea hayana uwezo kukupatia kitu kilichoko mbele. Ndio na mazoea. Sasa na mwezi wa pili, mchele unauzika sana. Mazoea. Mungu anafanya maajabu. Mwezi wa pili mchele shambani hakuna. Au Mungu anaamua kuinua kilimo cha mahindi, anazuia mchele, mahindi yanastawi. Watu wanakosa mchele, mahindi yako juu. Wewe umeenda kununua magunia ya mchele umeweka ndani. Hana soko sasa. Au labda mchele mwingi, mahindi machache. Jamani sisi mwezi wa pili tunauzaga mchele sana. Haya. Mungu akasababisha mchele ukawa mwingi. Kiasi kwamba sasa mtu anao ila mahindi yakawa machache. Kwa hiyo kwa sababu experience unafeli. Ila ungekuwa umekubali kufundishwa na Bwana, Bwana angekuambia mwanangu, awamu hii tuuza magunia mahindi ndani. Achana mambo ya mchele. Si unaona sasa Kwa kumbe mazoea yanaweza kaniletea kushindwa, lakini sauti ya Mungu haiwezi kuniletea mimi kushindwa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo jambo la msingi hapa ni kukubali kuongozwa na Bwana. Hapa nasema hivi, ukimcha Bwana atakufundisha katika njia utakayoichagua kuiendea. Yeye anakufundisha. Mwanangu umechagua nini? Mimi baba nimechagua kutumika kwenye. Angalia jambo la ajabu. Paulo anasema hivi, anasema zitamanini karama za rohoni. Zitamanini karama za rohoni. Kumbe unaweza kutamani karama ya rohoni, ukatamani. Ukishatamani Mungu anakufundisha jinsi ya kuifanya. Kwani semesema Paulo? Akasema hivi, zitamanini karama za rohoni. Hasa karama ya kinabii. Itamanini. Kwani Paulo anataka utamani karama ya kinabii? Kwa sababu anataka uwe na uwezo wa kujitabiria wewe mwenyewe maisha yako. Yaani una uwezo wa kujiangalia ukasema hivi, mimi Dennis, kesho sitakuwa hivi. Kesho nitakuwa 1 2 3. Kwa sababu ile karama ambayo umetamani. Ukitamani Mungu anakufundisha na kuwa nayo. Ndio maana naambia manabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Sio mimi, ni wewe mwenyewe. Mimi nakuja tu kusema kitu. Kwa sababu unajua watu wanasema kuelewa unabii.
Unabii Irene hata sipokuambia kinatimia. Yaani watu wanadanganyika kwamba eti usipotabiriwa hautafanikiwa. Ni hivi, nabii anafunua kitu ambacho hujakiona. Si ndio? Kwamba kuna ajali mbele yako. Ipo. Mimi nafunuliwa tu naiona kuna ajali, nakwambia kuna ajali, omba. Kwa hiyo nisingesema ungekutana nayo tu, ila ingekuumiza kwa sababu sijakuambia uombe. Lakini pia baraka, anasema Mungu anaonyesha kwamba mwaka unainuliwa. Sio kama ukiinuliwa kesho tu nishukuru, nashukuru sana nabii, umenitabiria nimeinuliwa. Mimi nilikuambia tu mambo ya mbeleni, hata zingesema bado tu ukiinuliwa. Ni Mungu alikuwa ashaweka hata tujaona. Si ndio jamani? Kwani jamani mimi natembea naenda kule. Pale kuna shimo. Wewe ukiniambia hivi, kuna shimo pale mbele, lakini naenda, kuna shimo pale mbele. Nikienda sitalikuta. Si ndio? Usingesema bado ungelikuta. Sema wewe ukisema unasaidia mimi kujihadhari tu, kwa naenda kwa makini, kwa uangalifu. Nikiangalia nikitegemea kuna shimo. Lakini sio kama eti mimi nijisifie kwamba nisingemtabiria singefanikiwa. Mafanikio yalikuwepo. Ila tu yalikuwa yamefungwa, macho yako yalikuwa hajatiwa nuru kuona. Ila nabii kwa sababu macho yake yametiwa nuru, yameona, amekuamulikia ukaona mbele. Amen. Sasa kwa nini wanafikiri na manabii? Manabii wenyewe ndio hawa waeleweki. Si bado kumbe kufundishwa na Mungu. Si ndio? Kwa hiyo sasa hivi ukimwambia nabii, kuna watu wanakimbizana. Ndio kama nakumbuka nikwambiaje. Usiwaambie watu kwanza kama mimi nabii. Kwa sababu atakuja kusema nabii sio kwa sababu ya Mungu. Sitaki. Mimi nimeshideni si. Nikija Mungu akishanifunua nikiwaambia wewe wenyewe utasema kumbe nabii. Lakini kichowaleta sio unabii, ni Mungu. Amen. Zaburi 91:17. Zaburi ya 91:17. Zaburi ya 17. Umenifundisha tokea ujana wangu. Nimekuwa nikitangaza muujiza yako hata leo. Wow. Unaona? Mungu, umekuwa ukinifundisha tokea ujana wangu. Nimekuwa nikitangaza miujiza yako hata leo. Unajua anachomaanisha ni nini? Kwamba tangu ulipoanza kunifundisha, nimefanya maajabu mpaka na mimi najishangaa. Tangu Mungu ameanza kunifundisha kwenye ujana wangu, sikuishi tena kama vijana wengine, sikufanya kama vijana wengine, maisha yangu yalibadilika. Na kwa sababu unanifundisha, nimefanya maajabu ambayo wengine hawajafanya. Kwa hiyo akinitazama tu, wanaona maajabu ambayo unayafanya kwangu. Sio ni kwamba sio mimi nafanya maajabu. Sio ni kwamba umenifundisha, nimeelewa, umenipa elimu yako imeingia kwenye akili yangu. Tunaenda shambani wote, lakini mimi navuna kuwazidi wengine. Kwa wengine wao wanaita ni miujiza. Mimi nasema ni elimu ya Mungu. Amen. Si ndio? Wewe unamwombea mgonjwa katika jina la Yesu anapata afya, anapona. Wengine wanasema ni miujiza, wewe sio miujiza. Wewe kwako ni elimu ya kimungu aliyokupa jinsi ya kuweza kukemea pepo na kutoka. Si ndio? Mnafika kazini mnaajiriwa, mnafanya kazi moja. Wewe unapata kibali zaidi kwa bosi. Sio kama labda una elimu kubwa zaidi au unafanya kazi kubwa zaidi. Hapana, umefundishwa jinsi ya kuifanya hiyo kazi kwa ubora zaidi. Amen. Daudi anasema, Mungu, umenifundisha tokea ujana wangu. Tangu umeanza kunifundisha kwenye ujana wangu, miujiza haijawahi kukauka kwangu. Kila wanaponitazama wanaiona miujiza yako. Hata leo wanaiona. Anazungumza mtoto wa Mungu Daudi hapo. Kwa hivyo tutagundua kwamba maisha yetu sisi yanatakiwa yaongozwe zaidi na elimu ya nani? Ya Mungu ndani yetu. Ukikosa elimu ya kiungu kwenye maisha yako, umekosa muongozo wa kimungu, umekosa mafunuo ya kimungu. Na watu wote ambao wanaongozwa na Mungu huwa hawashindwi mahali. Angalia, Musa anaongoza wana wa Israeli. Kila sehemu ambayo alikuwa anakwama, alikuwa haendi kwa wazee, alikuwa haendi kwa mtu mwingine yoyote, anaenda kwa Mungu mwenyewe. Mzee, nafanyaje hapa? Anafundishwa, anafanya. Pale kuna Mungu kama hivi, una nini mkononi? Kitu fulani. Haya, fanya 1 2 3 anafanya. Kwani maana yake ni kwamba hawezi kufanya vizuri kwa ubora kwenye hii dunia ya kimungu huku kama una elimu ya kimungu. Hakuna. Hicho hakipo. Amen. Hicho kitu hakipo kwetu. Hebu ngoja tuone tunafundishwaje? Maana unaweza kusema hivi, sasa baba mimi nafundishwaje? Ndio natamani na mimi nifundishwe. Lakini nafundishwaje? Twende Yohana 14. Yohana 14:26. Tuone. Ungesoma kwanza kuenda sio wenyewe. Yohana 14:26 au 28 nadhani. Ongeza tukisoma nitaelewa. 26.
Ndio wenyewe hiyo. 14:26 lakini huyo msaidizi. Huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu. Atafundisha yote, kukumbusha yote niliyowaambia. Imagine. Yesu hapa anaondoka, lakini Yesu anasema hivi jamani, kumbuka alileta wokovu duniani nani? Si ni Yesu? Yesu anasema hivi jamani, nimeshawahubiria wokovu, mmeokoka, nimewaingiza kwenye dunia nyingine ambayo sio dunia yenu. Si ndio? Sasa kwenye dunia mtaishiishije? Bibi naondoka na waache nyinyi wenyewe huku. Mtaishiishije? Ni lazima nitengeneze mazingira yenyewe kuendelea kujifunza. Anasema hivi lakini mimi naondoka na waacha msaidizi. Huyo msaidizi akija atawafundisheni yote. Amen. Si ndio? Anasema hapo. Atawafundisheni yote na kuwakumbusha yale yote ambayo nimekwisha kuwaambia. Kwa kumbe alinifundisha hapa ni Roho Mtakatifu. Ukikosa Roho Mtakatifu umekosa mafundisho mama. Na kwa sababu hiyo umekosa maarifa. Na kwa sababu hiyo umekosa kuongozwa na Mungu. Na kwa sababu hiyo umekosa mafanikio. Kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu kuna kusababisha wewe kutojikwaa njiani kwenye biashara, kutojikwaa njiani kwenye chochote tukifanya, kwa sababu uongozi wa Roho Mtakatifu unakuwa pamoja na wewe. Kwa jambo la msingi hapa ni kutamani kuongozwa na Roho Mtakatifu mwenyewe, kwa sababu akikuongoza wewe na uhakika kwenye njia yako hautakuwa mahali popote. Amen. Haleluya. Amina. Sio kama Mungu ananipata vizuri. Kwa Roho Mtakatifu ndiye mwalimu sasa ambaye Mungu anamtumia. Mungu hatakuja hivi pap. Yaani kwa mfano unaweza kukaa sehemu tu umetulia zako hivi. Unashangaa kuna wazo linakujia. Usilipuuze. Na the moment Mungu anaachilia hilo wazo, the moment Mungu anaachilia hilo wazo, fanya. Kuna kitu kinaitwa vibe. Unajua maana vibe? Vibe. Ndio, unajua vibe. Na vibe leo. Unajua maana vibe? Wewe kijana gani? Unajua maana vibe? Mafaraja unajua maana vibe? Unajua maana ya vibe? Mbona jamaa na vibe au amzuka? Na mzuka. Na hilo neno la vijana wanatoa. Unajua maana yake? Unajua vibe? Ya masa hivi. Sasa kuna mambo wazo likija, unajua kama wakati mwingine tunakuwa maskini. Wazo linakuja unakuwa na mzuka nalo, unakuwa na vibe nalo. Tunataka kulifanya muda ule. Muda kidogo sasa unashindwa kutekeleza. Huko ndani msukumo wa Roho Mtakatifu ambaye alikuwa anakufundisha, msukumo unapotea. Msukumo ukipotea, ulikuwa unaona biashara fulani ukifanya unapata faida. Ghafla vibe imepotea. Mzuka umepotea. Unaacha kufanya biashara, unapata hasara. Unakosa mafanikio. Shida nini? Hukukimbizana na speed ya kimungu. Kwa the moment unasikia kufanya biashara fulani, fanya muda huo. Si ndio? Kama kuna unasikia kwenda shambani, nenda kalime mwaka huo huku ndani. Bora tusikie umeona huku ndani. Kumbuka nimekwambia hivi, unatakiwa uone wapi? Ndani. Kwa mfano jamaa tangu nimekuja hapo nisikie ukisema biashara gani? Si biashara gani? Si biashara gani? Si hujafanya mpaka leo naondoka. Unaona? Mzuka umefanyaje? Umeisha. Vibe imefanyaje? Imeisha. Unaona hili kitu. Mara ngapi cadet sijui nini ziko wapi? Mzuka mpaka unaisha sasa. Unaona labda sasa 4 na 5 lakini angalia nishati kuzungumza. Kumbe ni kitu ambacho unacho huko ndani lakini ukifanya alafu Mungu mbona umeniacha? Nimekuacha wapi wakati wewe ndio umejiacha? Haleluya watu wa Mungu. Kwa Roho wa Mungu ndiye anatufundisha sisi njia ya kuiendea. Njia ya kuiendea. Roho wa Mungu anakuambia ili mwanangu msifanye hivi, fanya hivi. Sawa unafanya. Watu wanashangaa kwa nini mfaraja anabarikiwa? Kwa nini mfaraja akimbizana na watu? Anaishi vizuri. Anaongozwa na Roho. Amen. Anaongozwa na Roho. Sasa usipoongozwa na Roho maana yake uko gizani sasa wewe. Isaya 2:3. Isaya 2:3. Nitasoma kwa sauti. Na mataifa mengi watapenda na kusema, Njooni juu ya mlima kwa Bwana, nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Naye atatufundisha njia zake, nasi tutapenda katika mapito yake. Maana katika Sayuni itatoka sheria, na neno la Bwana katika Yerusalemu. Rudia tena mama hapo vizuri. Na mataifa mengi watapenda na kusema, Ndio. Njooni twende juu ya mlima kwa Bwana, kwa Mungu wa Yakobo. Naye atatufundisha njia zake. Ndio. Nasi tutakwenda katika mapito yake, maana katika Sayuni itatoka sheria, na neno la Bwana katika Yerusalemu. Unaona kitu Yaani hapa watu wamekaa wanawaza, okay, hii elimu tutaipata wapi? Wakakumbuka kuna mtumishi wa Mungu. Si ndio? Twende kwenye nyumba ya mtumishi, twende kwenye nyumba ya Yakobo. Kwa Mungu wa Yakobo, si ndio? Twende kule, atatufundisha Ismail. Kwani amekuchoma sindano? Sema kama tuka elimu tu fulani. Kakakubadilisha. That's it. Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi na sisi.
Kwa hiyo elimu ya kimungu tunaipata wapi? Kanisani, kwa watumishi wa Mungu, kwenye vitabu, kwenye neno la Mungu, lakini zaidi sana mwalimu ambaye tunajua kuachiwa ambaye ni Roho Mtakatifu. Kuna wakati nabii hata kuwepo. Kuna wakati mchungaji hata kuwepo. Kuna wakati vitabu hawatakuwa na mazingira navyo. Labda huko haya mfano huko jela sasa. Kitabu utakuwa nacho muda huu? Hapana. Umelazwa hospitalini unaumwa. Kitabu unaweza kusoma muda huu? Hauna. Nani wa karibu pale mwalimu? Ni Roho Mtakatifu ndani yako. Amen. Kujua jinsi ya kumtumia ni wewe, lakini yupo. Mithali 3:5 na 6. Mithali 3:5 na 6. Mithali 3:5 hadi 6. Mtumaini Bwana. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Ndio. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mtii yeye. Ndio. Naye atanyosha mapito yako. Wow. Kuna jambo la ajabu sana hapa. Sema tena hiyo 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Okay, kwa nini Mungu amekupa akili? Alafu anakuambia hivi, hizi akili nilizokupa mimi usizitegemee. Kwa nini? Hapa duniani kula chakula cha hapa duniani, unaweza kutumia tu akili ukala. Kwa sababu utaenda labda utaajiriwa, utafanya kazi, utapata pesa. Labda unaweza ukaenda shambani ukalima kwa akili za kawaida. Lakini kuna aina ya mafanikio ambayo yanaendana na kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Haya mafanikio hayaji kwa akili hizi za kawaida. Ndio nakwambia hivi, mtumaini Bwana. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa wakati mwingine tunakwama kwa sababu tunazitegemea akili zetu sisi wenyewe. Tunasahau kwamba tufundishaye ni Mungu. Mimi ni Mungu, niwafundishaye nipate faida. Tutasoma ile andiko. Lakini kama Mungu anakufundisha, ni lazima kwanza uelewe kwamba ana nafasi hiyo ya kukufundisha na hiyo nafasi mpatie kufundisha. Amen. Watu wengi tumekwama kwenye mafanikio, kwenye mambo yetu. Sio kwa sababu labda Mungu haoni. Kwa mbona mwanangu anafunga, mbona mwanangu anaomba, mbona baraka hazimjii? Ni kwa sababu hatujawahi kumpa Mungu nafasi ya kuingilia akili zetu. Kwenye kila jambo unaamini akili yako. Unaamini iko smart. Ndio, hili jambo mimi nafanya. Hili jambo mimi nafanya. Unakwama. Sio kwa sababu labda hauwezi kulifanya, una uwezo kulifanya. Ila unahitaji tu elimu ya ziada ambayo ni ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Mtumaini Bwana wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye. Si ndivyo anavyosema kwenye 6? Kwenye 6 anasemaje? Katika njia zako zote mkiri yeye. Katika njia zako zote mkiri yeye. Kwa hiyo kwenye biashara ni mkiri yeye. Kwenye elimu yangu ni mkiri yeye. Kwenye jambo lolote nalolifanya ni mkiri yeye. Katika kumkiri yeye maana yake naruhusu elimu yake iingilie kati. Kwenye huduma na mkiri yeye, Baba siwezi bila wewe. Kwenye ile jambo hapa nahitaji elimu yako. Kwenye ndoa yangu siwezi kwa akili zangu. Mama yangu alijaribu akafeli, dada yangu alijaribu akafeli, shangazi yangu alijaribu akafeli. Na mimi nina wasiwasi nikijaribu nitafeli. Kwenye hili situmia akili zangu mimi mwenyewe. Na ruhusu na wewe akili zako zinisaidie hapo. Kwa sababu kama wengi walijaribu jambo fulani wakafeli, wewe na uhakika na wale wana akili kama za kwako. Ila wewe ile ufanikiwe unahitaji akili ya ziada. Akili zako unapataje? Kwa Mungu mwenyewe ndo anakuachilia. Kwa Mungu asipojifunua kwako kama mwalimu, wewe na uhakika kwenye ulimwengu wa roho au kwenye ulimwengu wa duniani tunaoishi, sisi watu wa rohoni tutakwama. Mfumo wa rohoni ni tofauti na mfumo wa kwao. Sisi mfumo wetu tofauti. Ndio maana Biblia inasema hivi, mwenye haki wangu ataishi kwa imani, wakati wao wanataka kuona. Si ndio? Biblia inasema najua mawazo leo kuanzia wasema Bwana. I know the plans. Ni mawazo ya amani, kukupa tumaini, kukupa, sikupi leo. Nitakupa huko mbele. So, anakupaje? Anaelewa yeye mwenyewe. Ndio anasema hivi, katika njia zako zote nikiri mimi. Kwa sababu kwenye njia zako unapokuwa unatembea kwenye njia zako, kule mbele nimeweka hatima yako. Usipoenda sasa na njia yangu ambayo nimekuandalia, utaimiss hatima yako mbele. Na ndio maana tukaambiwa hivi, katika kila jambo tunalifanya ni lazima kwanza tumtangulize yeye Mungu. Yesu hakuwa mjinga aliposema hivi naondoka, lakini awache msaidizi. Huyo msaidizi atawafundisheni yote. Atawafundisheni na pamoja mambo mapya, lakini atawakumbusheni yote. Kwa hiyo cha kwanza anatufundisha kwanza. Lakini sisi wanadamu tunaweza kusahau akili zetu sisi sawa na za Mungu. Kwa hiyo anasema hivi atawakumbusheni. Kwa kuna wakati uko kitandani unaumwa ni mgonjwa, tayari umekata tamaa, huoni kama kuna uzima, ukiwa umetulia ndani, Roho Mungu anakuambia, hivi unajua unaweza ukatumia kinywa chako kujitabiria uzima. Ukisema okay, ukaanza kusema katika jina la Yesu, ugonjwa
hauna nafasi kwenye maisha yangu. Ghafla ukatamka maneno, ugonjwa ukakuachia kama mzima. Lakini ulikuwa umeteseka pale, ulikuwa umesahau kwamba una kitu cha kimungu ndani yako. Si ndio? Unaweza ukakaa sehemu huna wazo lolote. Umekwama. Huna chochote. Lakini katika mazingira hayo ghafla Roho akakwambia, "Kamuone Joy." Nenda kamuone Joy. Joy atakusaidia. Ukaenda moja kwa moja kwa Joy. Joy rafiki yangu na moja mbili tatu akakusaidia. Ungejua kama Joy angekusaidia, usingejua Roho Mungu amekupa ile wazo. Kwa wewe kwa sababu umeenda pale kwa Joy ukafanikiwa, wewe unajua ni akili zako. Kumbe Roho Mungu amekusemesha na akapeleka taarifa kwenye fahamu wako huko juu. Mtumaini Bwana. Si ndio? Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kwa hiyo sio kwamba usitumie, zitumie lakini usitegemee. Amen. Katika njia zako usitemkiri yeye. Naye atafanyaje? Naye atanyosha mapito yako. Si unaona? Naye atanyosha mapito yako. Kwa mapito yangu yanaweza kapinda, yasiende sawa sawa na Mungu kama nisipomkiri kwenye njia zangu. Kwa kwenye maisha yangu ya kiroho namkiri yeye. Kwenye maisha yangu ya ndoa namkiri yeye. Kwenye maisha yangu ya biashara namkiri yeye. Kwenye chochote ninachokifanya namkiri yeye. Na kwa kadri ninavyozidi kumkiri yeye kwenye maisha yangu, ndivyo ambavyo anazidi kuruhusu mambo mema kunijia. Kwa sababu akasema hivi, naye atanyosha mapito yako. Kwa mapito yangu yanaweza kaonekana hayajanyooka leo. Sio ni kwa sababu sijamkiri yeye katika njia zangu. Si ndio? Jamani, njia na mapito ni kitu kimoja. Njia na mapito ni kitu kimoja. Njia ndio hii naenda pale, lazima nipite hapa. Mapito ni hapa katikati ninapopita pita hapa, nakutana na vitu gani hapa? Kuna nyoka, kuna nge, kuna simba. Yeye anayanyosha namna hii, nafanikiwa njia yangu na kwenda. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo nimemfunua Mungu kwako kama mwalimu, kwamba unatakiwa umshirikishe yeye zaidi. Yeye ndio mkufunzi wako. Ukikutana na hali yote ngumu, usikimbilie kwa rafiki yako. Unless otherwise umesikia huko ndani umeambiwa uende. Na nimekuambia kitu kingine kwamba wewe usienende sana na watu wengine. Wewe jambo kabla hujalifanya, hakikisha unafanyaje kwanza? Unaliona huko ndani. You feel it. Huko ndani unaliona. Nimekuambia hata kama ni ndoa, usifunge ndoa kama hujaona huko ndani. Usifunge ndoa kwa sababu watu ambao hawajaokoka acha wao wafunge, wao ni kawaida. Watafunga leo tunachangia laki yake wataondoka. Baada ya siku mbili, miezi miwili, wanarudi nyumbani. Kwani mjaona hivyo vitu? Si vipo? Tunafunga ndoa leo, tunakula ubwabwa na pilau, tunasherehekea. Wiki mbili, miezi miwili, mwaka mmoja, amerudi nyumbani. Kwa nini? Hakuiona ile ndoa katika Mungu wa roho. Sisi watu wa rohoni tunatakiwa tuione ndoa yetu kwanza kwenye Mungu wa roho. Usifunge ndoa, usifanye jambo lolote lile kwenye maisha yako kama mtu wa Mungu kama hujaliona huko ndani. Kwa sababu usipoliona huko ndani, maana yake kwenye Mungu wa kwako ambao unaachia baraka zako, hilo jambo halipo. Ukilifanya umetegemea akili zako wewe mwenyewe. Kwa mapito yako hayatanyooka. Huko mbele lazima tufike sehemu tagonga ukuta. Amen. Ndio maana ukaambiwa hivi, Yesu hakuwa mjinga aliposema hivi, mtaifahamu kweli. Nayo kweli taweka. Kwa kuna kweli fulani lazima uigundue. Kama hujafanya maamuzi fulani, lazima ugundue kuna kweli. Hiyo kweli nayo utagundua wapi? Nani akukufundisha hiyo kweli? Ni nani? Ni Mungu, si ndio? Yeye ndiye anayekufundisha ukweli. Kwa hiyo mtaifahamu ukweli. Kweli gani? Aha. Kumbe watu wa duniani wao wanabarikiwa kwa sababu mfumo wao wa baraka ni hapa duniani. Mimi ni raia wa mbinguni naishi duniani. Mfumo wangu wa baraka sio huu. Mimi mfumo wangu ni wa kutoka juu mbinguni. Mungu anaamuru baraka zinijie mimi. Kwa hiyo kufanya mimi natakiwa nikae karibu na Mungu. Alafu nasahau unakumbuka kwamba furaha ya Bwana ndio nguvu yangu mimi. Lakini nachotakiwa mimi nifanye bali kumfurahisha Bwana afurahi. Bwana akifurahi anatilia nguvu. Si ndio? Afu nguvu inaniwezesha kupata nini? Utajiri. Si ndio? Sasa wewe wakati wenzako unahangaika kubeba magunia kwenda wapi na wapi kuuza biashara zao, achana nao, wewe focus kwenye kile ambacho Mungu anakuambia. Amen. Kwa sababu kuna muda mwingine Mungu atakwambia kitu cha kijinga kwako wewe. Bila nasema hivi, upumbavu kwa Mungu kwetu ni hekima. Unajua hicho kitu? Yaani jambo la kipumbavu kwa Mungu, ambalo ni la kipumbavu kwa Mungu jamani, la aibu. Kwetu sisi ni boga la hekima. Na hekima zetu sisi kwa Mungu ni boga la upumbavu. Mungu anaruhusu Lutu azee na watoto wake wakuzaa. Kwa hiyo si dhambi hiyo, si uchafu kabisa huo. Si jambo la aibu hilo. Lakini Mungu kwake ni hekima, ndio namna ya pekee aliyokuwa nayo ya kuongeza kizazi. Na uweze kumcheka, utamcheka utamkuta utamshtaki wapi? Uweze kumshtaki. Mungu anaruhusu Ibrahim, baba wa imani, rafiki yake, apate mtoto na mjakazi wake. Mungu wa ajabu sana. Kama Mungu alikuwa na mpango kumpa Abrahamu mtoto baadaye kwa mke wake, kwa nini uruhusu afanye dhambi huku nyuma? Si ungempa tu kwa mke wako. Lakini kama Mungu alivyo ajabu, Mungu kamnyima kwanza kwa mke wake. Alafu karuhusu pale mtoto na nani? Na mjakazi. Jambo linapangwa, Mungu amekaa kimya.
Jambo limetendeka, mwanamke amekuwa na wivu sasa, ana complain Sara, ana complain ile ajiri aondoke na nini na nini. Hajiri uko njiani kuondoka zake kwa sababu amefanya makosa. Katembea na mume wa mtu, si ndio? Hajiri uko njiani anaondoka zake. Malaika wa Mungu. Mungu ni ajabu jamani. Mungu mbinguni anajua anakuja kutetea dhambi. Mungu mbinguni anashinda kutulia, anamtuma malaika nenda. Mwambie ajili arudi. Si ndio? Jamani, kwetu sisi jambo la aibu. Kwetu sisi jambo la ajabu kabisa hilo. Irene, Sunday sasa hivi azae na mjakazi wako pale. Si utamua wewe. Si ndio? Haya, yule dada watu wamemfokea, ameamua kuondoka. Ameondoka zake huko sasa. Mungu anaenda anamwambia rudi, una makosa, rudi. Kwa hiyo Mungu alikubali watu wafanye dhambi. Unaona hicho kitu? Sasa mimi sijasema Mungu amefanya dhambi. Mimi nasema tu upumbavu kwa Mungu, ambao Yesu anasema ni upumbavu kwa Mungu. Kwetu si nini? Ni hekima za ajabu sana. Wewe fanya sasa. Na wewe kosa mtoto na mume wako, afu mwambie mume wangu mwambie kitu. Bana anafanya kazi. Fanya hicho kitu uone, unaenda motoni mchana kweupe. Lakini Mungu amefanya, hamna neno laumu. Hekima. Amen? Amen? Jambo ambalo nataka kusisitiza hapa lipi ni kwamba sisi watu wa rohoni, jambo lolote kama hujalifanya, hakikisha unalifanyaje? Naomba wapi? Ngoja nielewe. Mama Faraja imesemaje? Sisi watu wa rohoni. Ngoja nianze na huyo hapo. Kama ananisikiza kweli au anaangalia tu mandevu yangu. Sisi watu wa rohoni, kabla hatujafanya jambo lolote, hakikisha umefanyaje? Jamani, kumbe nafundisha mwenyewe. Mungu wangu. Nimesema hivi, before you do anything, hakikisha uko ndani unakiona hicho kitu. Simesema. Sasa mlikuwa wapi? Nikasema kama ni biashara uione huko. Yaani wewe unaomba tu, ukiona sasa huko ndani tayari. Mfano kama mimi Dennis nataka kufanya biashara fulani, nianze kuiona huko ndani kwenye Mungu wa roho, ile biashara naifanya. Najiona niko busy nafanya. Kwa mfano mimi ninapanga kusafiri, Mama Faraja ameshaonyeshwa tayari. Nakuja kumwaga tayari. So yani Mungu anakuthibitishia kwamba hii safari mtu hajakurupuka. Kwa sababu amekufunulia na wewe mwenyewe umeona. Sasa Mungu alivyo naye anataka watu wake tuone kwanza. Kama hujafanya chochote. Tuone kwanza. Amen? Amen? Ni kijana nikuchumbia. Si ndio? Mwambie nashukuru sana. Mwambie tu wako wengi. Kwa nini nimekupenda wewe? Namshukuru sawa. Sio anakuja kijana kusema nakupenda. Unaweza kumwambia afu anambia nimekubali. Ushaonyesha kabisa kisu hiki hapa. Afu anamwambia nimekubali. Sitakushangaa hata Mungu. Amen? Vitu vingine hata kama umeshapanga kwamba nitafanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ukiwa unaomba hauvioni kwenye Mungu wa roho, achana navyo. Acha. Usilazimishi. Amen? Tuko pamoja tu wa Mungu Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Na wala usitegemee akili zako wewe mwenyewe. Na kazia hapa tena. Jambo lolote ambalo unataka kulifanya, hakikisha kama hujalifanya umeliona wapi? Rohoni. Na utalionaje rohoni? Lazima macho ya mioyo yako yatiwe nuru. Macho ya mioyo yako yasipotiwa nuru hutaona sasa. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuonyesha, ni mafanikio haya, uone. Mafanikio haya, uone. Fulani mafanikio haya, Joy mafanikio haya, uone. Neema mafanikio haya, uone. Sio nani mafanikio haya huoni. Kwa lazima kwanza mafanikio uyaone kwanza. Ukishaona mafanikio ya kimungu ndani yako, ukifanya huko nje, mambo yanakuwa vizuri sana. Na Mungu ni mwaminifu sana kwenye kutuonyesha ishara mbalimbali. Ni mwaminifu sana. Ila tu watu hatuoni. Hatuoni. Unataka kujua, uliza dada waombaji. Watu ambao wanaonyesha na Mungu vitu vingi sana ni wadada wanahitaji wachumba. Wale ambao ni waombaji. Sio kama hawapati watu. Wanapata watu wengi sana. Anaomba mara anamuona na watoto. Na ukimwambia mbona Mungu ananyesha na watoto? Anasema ni kweli. Mimi sitaki, anaondoka zake. Usingeomba, ungeona? Usingeona. Haleluya. Daudi anazungumza. Daudi anasema, Mungu, umenifundisha tokea ujana wangu. Tokea ujana wangu umenifundisha. Si ndio? Nami nimekuwa nikishuhudia miujiza yako. Kwa namna Mungu anatenda makubwa kwenye maisha ya Daudi. Watu wengine huko hizo wakitazama ni nini? Ni miujiza. Hebu fikiria, Irene ungekuwa Mungu nafasi au Mama Faraja ungekuwa Mungu nafasi ya kuongoza na kufundisha tokea ujana wako. Leo hii tungekuwa tunashuhudia miujiza mingi sana. Ndio maana mimi kuna watu ambao nimesoma nao shule, si ndio? Nimesoma nao shule kuanzia ya kwanza mpaka form ngapi tumemaliza mpaka na chuo. Hatua nilionao mimi ya kimaisha, wao hawana. Sio kama mimi najisifia, hapana. Sio ni kwamba mimi maisha yangu naongozwa ndani na nani? Na Mungu. Kwa hiyo wakati wao wanategemea experience,
wanategemea elimu iwasaidie. Mimi kuna neema ya kimungu ambayo ninayo. Hii neema ya kimungu inanipa vitu ambavyo akili hawezi kunipa, ni Mungu mwenyewe ananipa. Daudi mpaka anasema hivi, Mungu, umenifundisha tokea ujana wangu. Uwe na uhakika. Kuna muda alikaa akatafakari, akapima maisha yake. Akaona mbona nimepiga hatua za ajabu? Mbona mimi sina sifa za kuwazidi wengine? Kwa nini hapa nimepiga hatua sana? Akagundua ile elimu ya kimungu ambayo Mungu amekuwa akimfundisha tokea ujana wake. Haleluya. Na hii ni jambo la ajabu sana. Ngoja nikupe mfano mzuri. Angalia, Daudi anaenda kwa Farao kupigana naye, si ndio? Si ndio? Daudi anapewa elimu na watu wa duniani kwamba Farao ana experience ya kupigana. Farao hajawahi kushindwa vita hata moja. Sio Farao, sorry, Goliath, si ndio? Goliath hajawahi kupoteza pambano hata moja. Kila pambano ambalo Goliath ameletewa, amelipiga. Hiyo ni elimu ya nani? Experience ya duniani anapewa na watu wa duniani. Mtu wa kawaida angetakiwa aseme, huyu jamani hatari bwana. Hajawahi kupoteza pambano. Mimi sijawahi kupigana, nitaweza? Lakini kuna jambo moja ambalo Daudi anazungumza. Daudi anasema hivi, uso wa Bwana uko pamoja na mimi. Si ndio? Uso wa Bwana uko pamoja na mimi. Akachukua manati yake na kombeo yake, akaondoka. Elimu ya kumpiga jamaa alipata wapi? Mungu alimfundisha. Kwa utaimu wapi? Si ndio? Kwa hiyo wakati Goliath anajigamba, anaenda kumtukana Mungu wa Daudi, anaenda kutukana Mungu wa Israeli. Daudi ametulia. Ndani mwake imejaza hekima ya nani? Ya Mungu. Elimu ya nani? Ya Mungu. Na ndio maana alitumia jiwe moja tu, hilo mtu chini. Kwani swali je, huyu Goliath aje kupiga mawe kama ambayo alipigwa na Daudi? Yalikuwepo. Ashapigwa mengi. Lakini anapigwa anasimama, anaendelea na safari. Anapambana na anashinda. This time kwa nini amekutana na jamaa dogo anasema anamwangusha Goliath? Anasema hivi, Mungu umenifundisha tokea ujana wangu. Si ndio? Nami nashuhudia miujiza yako. Hata leo kumuua Goliath ni muujiza. Amen. Hata leo kumuua Goliath ni muujiza. Kwa sababu sio kitu za kawaida. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Ukiweka neno la Mungu ndani, umeweka elimu. Amina. Ya kusaidia kuishi maisha matakatifu. Inasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije kutenda dhambi. Maana yake moyoni mwangu nimeweka elimu yako wewe Mungu. Nimeweka elimu yako hapa inanisaidia kushinda dhambi. Bila sema hivi, azinie na mwanamke hana akili, hiyo ni elimu. Si ni elimu tayari ushafundishwa. Kwamba kumbe mimi nikienda nikafanya uzina na mwanamke sina akili kabisa. Sina akili. Nimeoa na mke wangu ndani, namwacha. Mke wangu wa ndoa namwacha. Sina akili kabisa. Kama umeshapata hiyo elimu, huna akili kabisa. Kwa hiyo ukitaka ukiamua kwenda, maana yake umekubaliana kwamba wewe ni mjinga. Si ndio? Wewe ushaambiwa hivi, anayepita hii njia ni kichaa. Alafu unajua kabisa kwamba kupita hii njia ni kichaa. Alafu ni mwanaume na suruali yako yote unapita njia hiyo. Jamani mimi ni kichaa. Wakati ushaambiwa apita hapa ni kichaa. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo elimu ya kimungu ndio ambayo inatusaidia sisi kushinda dhambi. Elimu ya kimungu kuhusu maisha ndio inasaidia sisi kufanikiwa kwenye maisha ya kwetu. Amen. Ndio maana 3 Mithali 5 anasema hivi. Anasema nawe mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Hii ni elimu pia. Kwamba kumbe njia zangu zote ninazotakiwa kupita ni mshiriki. 26. Isaya 28:26. Nasema hivi, Mungu wake humwelekeza na kumfundisha njia iliyo sahihi. Mungu wake humwelekeza na kumfundisha njia iliyo sahihi. Bado unaendelea kuona vile Mungu anasisitiza kwenye kutupa elimu, kwenye kufundisha. Kwa Mungu anafahamu sisi watoto wake, kuna mambo hatuwezi jamani, hata tupige baba sasa tuende kwa lugha za kutosha. Bado kuna mahali tunahitaji education, knowledge, understanding ya kimungu. Amen. Tunahitaji kupata elimu ya kimungu. Mungu wake humuongoza wake anamwagiza vizuri na kumfundisha. Unaona? Biblia ya Irene inazungumza Kiswahili hicho. Hiyo unasema Mungu wake humwelekeza
na kumfundisha njia iliyo sahihi. Kwa lazima Mungu akuelekeze kwamba pita hapa, hapa acha. Pita hapa, hapa usipite. Fanya hiki, hiki usifanye. Amen. Hivyo ndivyo ambavyo tunaenenda watu wa Isaya 48:17 inasemaje? Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli, asema hivi. Ndio. Mimi ni Bwana Mungu wako. Ndio. Ndio. Ili upate faida. Nikuongozaye kwa njia ipasavyo kuifuata. Mimi Bwana, mfalme wa Israeli, asema hivi. Mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida. Kwa kume Mungu akufundishi ili upate hasara. Na akifundisha Mungu usitegemee kupata hasara. Katika kila jambo unalofanya ukiruhusu Mungu akufundishe, hasara usitegemee. Kwa sababu anasema mimi ni Bwana Mungu, mfalme wa Israeli, nikufundishaye ili upate faida. Si ndio? Na kukuonyesha njia utakayoiendea. Maana yake anakufundisha kwanza uwe na elimu. Kwamba akafanya 1 2 3, lakini siishie hapo. Na njia utakayoipita kuelekea kwenye mafanikio pia na kuonyesha uende. Kwa kumbe nikienda kwa akili zangu nikikwama kama mlokole nisimlaumu Mungu, nijilaumu mimi mwenyewe. Sikumpa Mungu nafasi ya kunifundisha. Mimi Bwana Mungu wako, mfalme wa Israeli. Mimi Bwana Mungu wako, mfalme wa Israeli. Mimi mfalme Bwana Mungu wako, Mungu wa Israeli. Nakufundisha ili upate faida na kuonyesha njia sahihi. Lakini sitaishia kwako tu. Hata watoto wako nitawafundisha. Kwa nini Mungu anaahidi kufundisha watoto wako? Kwa sababu anajua kwamba kama wewe mama akikufundisha ukielimika vizuri, hiyo elimu ambayo amekupa wewe utaihamisha kwa watoto wako. Ndio maana nasema hivi, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha atakapokuwa mzee. Lakini kwa nini Mungu anakuambia mlee mtoto? Kwa sababu yeye tayari ameshakufundisha wewe, umeshaelimika tayari, umeshajua njia sahihi ya kuifuata. Kwa Mungu anaamini elimu aliyokupa itakuwa ni rahisi na wewe kuwapa nani? Watoto wako. Amen. Kwa hivyo watoto wetu tunafundishwa na Bwana. Kivipi? Kwamba elimu ambayo mimi nimeipata kutoka kwa Mungu nitakuwa nihamishie na kwa watoto wangu. Kwa hiyo nitakuwa nawafundisha watoto wangu elimu ambayo nimefundishwa na nani? Na Bwana. Kwa hiyo mimi nikiwa na malezi mabaya, watoto wangu siwezi kufundisha malezi mazuri, automatic nikiwa mpumbavu mimi nakuza kizazi kipumbavu huko chini. Lakini nikielimika mimi kwa elimu ya Kristo, nafundisha watoto wangu, elimu ya Kristo nihamishe kwa watoto wangu, na wenyewe wanakuwa vizuri. Kama Mungu alinisaidia mimi nikafanikiwa vizuri kwenye maisha yangu na watoto wangu vile vile. Unataka kujua, mwangalia Ibrahim na uzao wake. Wote walibarikiwa. Kwani aliyefundisha Ibrahim nani? Si ni Mungu? Toka uende kule, nitakubariki. Na kaweka agano na yeye, nitabariki kila mtu ambaye atakubariki wewe. Atakulani na nitamlaani. Baada ya hapo akasema naweka agano kati ya mimi na wewe na watoto wako. Nitabariki kizazi chako. Ibrahim hayupo duniani, elimu aliyopewa na Mungu hajitransfer kwa watoto kwa kipindi chote, lakini kwenye kipindi cha utotoni tu alivyoelimisha wale watoto wake kina Isaka. Sasa kaja kazaa watoto wengine. Mafanikio yakaja kuwa makubwa sana. Elimu ile ambayo Mungu alikuwa amehamisha kwa watoto wake. Haleluya. Nashukuru Mungu kwamba nimefika sehemu ambayo nitarajia kufika. Tumalizie kwenye andiko moja la Isaya 9:16 nadhani. Isaya 9:16. Aha. Kwa maana waongozao watu hawa ndio wawakoseshao. Na hao walioongozwa na watu hao wameangamia. Na hao wanaoongozwa na watu hao wameangamia. Nini ambacho hapa mtu anazungumza? Nabii sana anasema hivi. Sisi viongozi, kwa sababu hatuna elimu ya kimungu nzuri, tunawaongoza watu kwa elimu ambayo sio ya kimungu. Tunasababisha wale watu wanapotea. Ndivyo ambavyo anazungumza hapa Isaya. Na wale ambao wanaongozwa na sisi na wenyewe wameangamia. Sio kwa sababu walipenda kuangamia. Ila kwa sababu waliokuwa wanawaongoza hawakuwapa elimu ile ambayo Mungu anaitaka. Ndio maana leo hii watu wanaambiwa hivi, ili ubarikiwe, ili upokee baraka, njoo ununue kitambaa cha upako. Mtu anapewa elimu ya kuamini kitambaa kuliko kuamini nani? Mungu. Mtu anaambiwa chukua chumvi hii kasambaze kwenye eneo lako la biashara. Elimu anayojengewa sio kumwamini Mungu anayefanya. Elimu anayoingiziwa kwenye akili yake ni ya kuamini kwenye chumvi iliyotoka kwenye mkono wa mtumishi. Kwa hiyo ikipotea ile chumvi atalalamika. Akisoma kwenye geti atalalamika. Ezifu Mungu amekufa. Sasa hivi ndio maji ya upako.
Alafu yapoteza uone utakavolalamika. Jamani maji yangu kama kwenye haisi, maji yangu. Ukiambia bana achukue buku ile kanuni nyingine, nataka maji yangu. Kwa nini? Kwa sababu tayari elimu uliyowekewa wewe ni kwamba Mungu wa mbingu na nchi ameingizwa kwenye chupa ya maji. Akafungiwa pale. Hapo kaambia chukua, kanyunyize maji. Elimu waliopewa ni mbovu. Ndio maana nasema hivi. Waongozao hawa watu. Kwanza namba moja wamepotoka, lakini hao waongozwa na hawa watu wameangamia. Kwa nini wameangamia? Kama ni mambo ya maji, kama ni mambo ya mafunuo, mfundishe mtu vizuri kwamba sio kwamba eti jamani nguvu ya Mungu ndio kwenye haya maji. Haya maji ni kiunganishi tu cha imani. Si ndio? Cha imani ni kiunganishi tu cha imani. Chumvi ni kiunganishi tu cha imani, lakini anayefanya sio maji. Anayefanya ni Mungu. Ila watu sasa elimu yao iko kwenye chumvi. Naenda kwa mamposa. Kuna nini kwa mamposa? Ngakanyingi mafuta. Wakati kwetu sisi mafuta ndio mtakatifu. Kwa hiyo kamkanyingi ndio mtakatifu. Mafuta ndio mtakatifu. Mafuta yalitumia kipindi ambacho mtakatifu wale walikuwa hajaja duniani. Kwenye Biblia kweli unakanyaga mafuta ya upako, unakanyaga maana unakanyaga nguvu ya Mungu. Kama nguvu ya Mungu inaingia kupitia leso unaopewa na mtumishi. Kwamba bila leso nguvu ya mtumishi huwezi kufanikiwa. Sasa kama havifanyi miujiza, vinafanya, lakini elimu waliopewa ni mbaya. Amen? Elimu waliopewa ni mbaya. Jambo la msingi hapo kuelewa ni kwamba mtu wa Mungu, wewe unatakiwa umbe Mungu nafasi ya kufundishe. Tumesoma kwenye Zaburi 32 mstari wa 8 kwamba nitakufundisha njia utakayoiendea. Mimi hilo andiko limenigusa na limenibariki sana. Nitafundishwa na Mungu njia nitakayoiendea. Atanionyesha akisema nitakufundisha, nitakuonyesha na njia utakayoiendea. Kwa hiyo nakaa natulia nipate kwanza elimu ya kimungu vizuri. Inaniingia vizuri elimu ya kimungu. Alafu ananionyesha njia ya kuiendea. Kama Mungu hajanionyesha njia ya kuiendea, kwa hiyo huwezi kuja kudhuru mboni. Jicho likawa salama. Kama sisi ni mboni ya jicho la Mungu, maana yake ili adui anikute mimi kule kwenye mboni, aanze na jicho la Mungu. Uliharibu jicho ndio ukute mboni. Inawezekana kweli? Nani mchawi duniani hapa anaweza kumaliza Mungu? No one. Kwa hiyo sisi kinachofanya sisi tunashindwa kupokea majibu yetu ni elimu ya Mungu ni ndogo mno kwetu. Ufahamu wetu kwa Mungu ni mdogo sana. Hatumjui kwenye viwango hivyo. Leo hii mtambulisha Mungu kama mwalimu kwako. Sasa unapata ufahamu mwingine kwamba okay, kuhusu Mungu ndio ambao tutasema kwangu. Lakini pia lazima niwe na elimu, anifundishe huyu Mungu. Na nimesema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Kwa hiyo kumbe natakiwa nimsikilize Mungu anapokuwa ananipa elimu, ananifundisha ili nipate faida. Bila kusikiza elimu ya kimungu, nitakuwa napata hasara. Nitafanya vitu kwa akili zangu mimi mwenyewe wakati nimeshaambia hivi. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote na wala usitegemee akili zako wewe mwenyewe. Katika njia zako mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Kama Mungu amesema hivi, sipaswi kufanya jambo lolote kwa akili za kwangu. Ndio, wanadamu wanaweza kawa wanatamani kufanya jambo fulani. Mfano ni binti umekaa nyumbani muda mrefu, hujaolewa, mama anataka uolewe au kama anataka uolewe au kaka zako anataka uolewe. Unajisikia vibaya kwa sababu anakuambia, "Mbona wewe uolewi?" Kama binti unajisikia vibaya. Lakini je, nilazimishe kuolewa kama simsikia Mungu? Nikapigwa kwenye ndoa? Hapana. Hapana. Lazima nisikize kwanza Mungu ananiambia nini. Na elimu yao na yako ni tofauti. Ulimwengu waliopo wao na mimi ni tofauti. Kwa lazima mimi nisubiri. Ndio maana Biblia inasema hivi. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa ni elimu. Hatuna elimu ya kimungu. Tunaangamia kukosa maarifa, kukosa elimu ya kimungu. Jambo ambalo unatakiwa msikize Mungu alifanye, unalifanya kwa akili zako. Hujui Mungu anataka ulifanyeje. Mwisho wa siku unajikuta unapotelea hapo. Watu wa Mungu ni wakati sahihi sasa wa sisi kuanza kuruhusu Mungu ayatawale maisha yetu. Sio kuyatawala tu na kuyasimamia. Sio kuyasimamia tu na kutuonyesha njia za kuziendea. Kama Mungu hajakuonyesha njia ya kuiendea usiende. Usifanye haraka. Bora kuchelewa kuliko kuwahi ukachelewa. Bora kuchelewa ukapata kuliko kuwahi na ukakosa. Amen. Nimekuambia hata mimi mwenyewe ni mtumishi wa Mungu hapa. Kuna vitu siwezi kufanya mpaka nimsikie Mungu. Hata kama ulimwengu unanishurutisha nifanye, siwezi kufanya. Siwezi. Kwa sababu najua nikifanya kwa akili zangu, kesho nikikwama, ananicheka sio Mungu tu. Ni pamoja na wanadamu waliokuwa wananishurutisha. Kwa hiyo kuona watu oa, unaoa, unapata mke ambaye sio sahihi. Anaoa malengo yako, anaoa maono yako. Unafika mahali unashindwa kuendelea. Wale wanasema hivi, tulimwambia sisi. Mwanamke hamfai yule. Mwanamke anamtawala. Lakini wale wanakushurutisha, oa. Haya, leo unaambia olewa, unaolewa. Unakutana kipigo ndani ambacho hakina hata maana ya msingi. Unarudi nyumbani kuambia jamani mume wangu mimi ananipiga. Wanakucheka, nakwambia ulimchagua wewe mwenyewe. Lakini kipindi unangojea Bwana ili akupe sahihi, wao ndio walikuwa wanakushurutisha. Watu wangu wanaangalia kukosa maarifa. Tumia maarifa ya kimungu ambayo anakupatia
ili uweze kufika pale ambapo Mungu amekusudia. Amen. 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 Na ni vizuri hii elimu ya kimungu mkaifanyia kazi, kwa maana kwamba una biashara kufanya, muite kwanza Mungu, mshirikishe. Unaruhusiwa kumshirikisha Mungu mawazo yako. Kumbuka amesema hivi, naye atakuongoza katika njia utakayoichagua. Kwa hiyo ukichagua kwenda kufanya biashara fulani, wewe kazi yako ni kumshirikisha tu. Baba, nimeamua kufanya biashara fulani. Unasemaje? Yeye mwenyewe akushirikisha, akushauri sasa, mwanangu, mfanya 1 2 3. Ukiona haujashauriwa kufanya kitu chochote na Mungu, usikubali. Unapata wazo zuri la biashara. Kuna wakati mwingine tazama kwamba unaweza ukashindwa kutafsiri kama Mungu amesema na wewe au Mungu amekupa hiyo elimu. Mfano, unafanya biashara fulani, unasikia amani huku ndani. Ile amani unasikia huku ndani, kabla hajatoweka fanya hilo jambo. Nimepa mfano wa vibe, mfano wa mzuka. Kama ule mzuka huko ndani hujaisha, fanya hilo jambo. Kama unajisikia kwenda Arusha kuhubiri injili, nenda kabla mzuka hujaisha. Mzuka ukiisha utapishana majira. Mungu anataka uende Januari, uende tofauti. Si ndio? Utakuta nao Julai, sio wale wa Januari. Lakini Mungu anataka kusudia wa Januari. Haya, umeamua kufanya biashara fulani na uko leo na amani, fanya. Na unaweza kufanya, fanya. Ukishapata amani, fanya. Maana Mungu yuko na wewe, atakuongoza kwenye njia uliyochagua wewe kuiendea. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote na wala usitegemee akili zako wewe mwenyewe. Ndio maana kwenye Yakobo 1:5, Yakobo 1:5 tunasema hivi, kama unayemsaidia ni huruma zako tu ndio zimekupendeza. Sio Mungu amekutuma, ni huruma zako tu. Ndani yake kuna nguvu ambazo zinanyonya mafanikio yako. Ukaenda kumsaidia mtu pap, ndio mwanzo wa kufilisika. Ulitegemea akili zako mwenyewe, kumshirikisha nani? Mungu. Kwa nini unamuona Dennis pale, shati yake ni baya, unamhurumia, unampigia shati. Kumbe sio kwamba ni baya, ndio njia yake ya kupatia pesa. Ndio mfumo wake kupatia pesa. Unachukua nguo zako ndani unampelekea, anavaa. Anavaa ndivyo huko unazidi kufilisika. Unajiuliza nini shida? Kwani unajua kusikia watu wanasema fulani kikomba change ukimba lazima zinapotea. Kumbuka umemsaidia kwa huruma. Umeomba change tu, umemsaidia. Pesa zake zinaenda. Lakini ungemsikiza Mungu huko ndani. Ningemwambia no. Hapana. Sikupi. Amani ya Kristo ndani inaamua. Watu wa Mungu, ifike hatua sasa tukubali kuongozwa na Mungu mwenyewe, tuyafanye yale ambayo yanampendeza Mungu, lakini pia tukubali kutafuta maarifa zaidi. Maarifa tunayapata kwenye neno la Mungu, kuna kila kitu ambacho tunakihitaji hapo. Neno la Mungu linakupa picha mpaka ya maisha yako ya sasa hivi, maisha yako yajayo. Neno la Mungu linakusaidia kujishape wewe mwenyewe. Kuna vitu ukisoma hapo kwenye Biblia, huhitaji mtu aje kukemee. Mimi kuna vitu nilikuwa nasoma kwenye Timotheo wa kwanza na pili, alikuwa anazungumzia sifa za kuhani, sifa za mtumishi. Nikajiona kabisa kwamba kuna zingine mimi sistahili. Hapa mimi nimejichomeka, tunabidi nibadilishe. Kuhani awe mume wa mke mmoja, mimi sina. Na nini kwani tayari? Kuna bidii mimi nifanye bidii niingie huko. Lakini siingii kwa akili zangu sasa. Namshirikisha tena nani? Mungu. Amen. Ni muhimu sana kwenda kwa kuongozwa na Mungu mwenyewe. Nina hakika watu wa Mungu amewahudumia na mmeelewa kwa undani kwa kifupi sana. Japokuwa nimesema sitafundisha sana kwenda mbali zaidi na nikwesi sijaenda ndani sana. Lakini hiki kidogo ambacho nimepatia kitawasaidia kwenye maisha ya kwenu. Mtakuwa sasa mkiishi mkiwa unajua kwa nini unaishi, kusudi la Mungu ni lipi, lakini pia kwenye kusudi hilo hutakurupuka kwenda kwa akili zako, bali utahitaji yeye akufundishe na kuonyesha njia utakayoiendea. Ili nini? Ili kesho na kesho kutwa usifeli mahali. Na nitauliza muda mrefu tunajifunza nini. Kwa hiyo juzi ulifanya makosa kutumbia vizuri. Leo nisemea na nusu nilotumia kufundisha kama unaweza kutueleza hapa, maana yake vinaingia huko vinatokea huko. Kushangaa sana. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana. Nimefurahi kujifunza neno la Mungu pamoja na ninyi. Na moyo wangu na amani kwamba hata nitakapokuwa mbali na ninyi mtanikumbuka, kwa sababu kuna elimu ambayo